cha waigizaji Kigamboni kiliweza kunialika kama muigizaji, kwa hiyo nipo hapa kama mwalikwa tu sipo kwenye kinyang'anyiro chochote. Sawa, ni msimu wa 4 huu Kigamboni wanaendesha zoezi lao la Kigamboni Awards. Kwako unaitazama vipi ama unaiona wapi hasa kwa miaka inayofuata? Cha kwanza tutoe pongezi kwa chama cha waigizaji Kigamboni pamoja na uongozi wao mzima, kwa sababu hili ni swala kubwa sana kwenye tasnia kuweza kuwatambua watu ambao wanafanya vizuri kwa mwaka husika, na kama ulivyosema kwa sasa huu ni mwaka wa 4 wao wanafanya tukio hili, lakini kuna sehemu zingine matukio kama haya hayafanyiki. Kwa hiyo tukio kama hili kwa wao ni kitu kikubwa sana, na niwapongeze sana kwa hiki ambacho wamekifanya. Kwangu mimi naona ni maendeleo ya ukuaji wa sanaa yetu Tanzania. Tumeona tuzo za Tanzania zikiwa zinatoka sehemu mbalimbali. Kwako ukisikia neno tuzo na kazi zetu zinazoendelea kwenye digital platform mbalimbali, inakupa picha gani, lakini unaiona wapi tasnia yetu? Cha kwanza huwa nawaambia watu kila siku kwamba tasnia ya filamu nchini inakuwa kila kunapoitwa leo, wakubali au wakatae, lakini sisi ambao tuko ndani ya tasnia na ambao tulikuwa tunaifuatilia toka muda mrefu, tunaona kuna hatua za makusudi ambazo zinafanywa ili kuweza kuifanya kuweza kufika mbali zaidi. Kwa hiyo tuzo zozote ambazo zinafanyika popote hapa nchini Tanzania ni katika harakati hizo za kuweza kuwatambua watu wanaofanya vizuri, lakini kuweza kuipa thamani kiwanda chetu cha filamu. Lakini sasa tumeona kuna makundi mengi ya filamu, wapo wanafanya kwenye YouTube, wapo wanafanya kwenye mainstream na sehemu mbalimbali. Hii kwa namna moja, kwa namna content tunavyoenda, nini neno lako lipi kwa wasanii kuweza kutumia hizi platform digital ambazo zipo kwa sasa hivi? Cha kwanza, sanaa ni sanaa, kwa sababu kuna watu wanafanya sanaa za jukwaani, kuna watu tunafanya sisi kwenye mainstream, na kuna watu wengine wanafanya YouTube, na hata hao ambao wako mainstream wanaenda pia kufanya YouTube. Kwa kikubwa ni kuendelea kuipambania sanaa, haijalishi uko kwenye platform gani, ili mradi tu kuweza kufanya kwa ubora ule ambao unaweza ukatusaidia sisi kuweza kutufikisha mbali zaidi kuliko kutudogosha. Kwa hiyo haijalishi uko YouTube au uko kwenye mainstream, unachotakiwa kufanya ni kufanya sanaa katika hali ya ukubwa. Sasa mimi na swali langu kwamba kwanza hongera kwa kazi kubwa unaifanya. Shukrani sana. Shukrani sana. Swali langu lipo kwenye engo fulani. Sawa. Kipindi fulani hivi soko la Bongo Movie walisema kwamba limekufa baada ya kipindi cha Kanumba. Kuna kipindi Papa Fani mlipitia, Papa Fani mambo sio mzuri. Labda kwa wewe, kwa uzoefu wako, umekaa kwenye industry, umekaa location, umekutana na watu, network connection ulizotengeneza, labda tuambie unafikiri ni eneo gani ambalo wao walifanikiwa ku bounce back na kurudi tena kuheshimisha tasnia ambayo sasa hivi unaona mtaani watu wanachukua movies wanaangalia kwenye TV nini, mtu sasa hivi Bongo Movie ndio kila kitu kwenye series ambazo zinaendelea. Mimi ninachokiamini kila kitu huwa kinapitia kwenye changamoto. Ndio maana unaona hata kuna muda taifa pia huwa linapitia kwenye changamoto ya kiuchumi na vitu vingine. Kwa hiyo hizi ni changamoto tu ndogo ndogo ambazo siwezi kusema kwamba direct moja kwa moja kwamba kuna sehemu tulipiga kwenye mshono tukarudi, hapana. Lakini tu mimi naamini ulikuwa ni wakati wa mpito ambao ulishapita. Sasa Bongo Movie imerudi na watu wanafanya kazi na Watanzania wanazipenda. Kwa hiyo waendelee tu kutusapoti na ili tuweze kusogea mbele zaidi, lakini kusema kwamba habari ya kuna namna ambayo tulifanya sioni, lakini naamini ni changamoto tu ambazo tulikuwa tunapitia, na inawezekana watu wamejua namna ya changamoto kuzitatua, tumefika hapa tulipo. Kukumbana ni moja ya series bora kwa series zetu, lakini moja series ambayo imegusa watu wengi. Nataka kufahamu namna ambavyo unaizungumzaje Kombolela, lakini kwa na maoni watu wengine wanahisi kama kulikuwa na namna nyingine ya kuendelea series nyingine ya Kombolela. Wewe kwako unazungumziaje? Umesema Kombolela ni series nzuri. Tuseme hivyo, ni nzuri, lakini mimi siwezi kuwaingilia watazamaji katika maoni yao, kwa sababu cha kwanza mimi ni mwigizaji wa tamthilia husika ya Kombolela. Kwa hiyo chochote nitakachokisema nitakisema kwa mahaba na mapenzi kwamba ni kitu kizuri, lakini wanasema siku zote sanaa ni mchezo kama mpira wa miguu, ni kitu ambacho kinaonekana hadharani. Kwa hiyo wale wanaosema kwamba Kombolela ni tamthilia nzuri waheshimiwe, wale wanaosema labda tulikuwa tumefikia hatua ya tamati pia nao waheshimiwe, kwa sababu kila mmoja anaweza akaheshimiwa kwa maoni yake. Kwa hiyo kikubwa mimi ambacho nakifurahia ni kwamba ni kuona kile ambacho tulitakiwa kukifikisha kwa jamii imeweza kukipokea kwa zaidi ya 90%. Sio kawaida. Kwa hiyo Kombolela itabaki kuwa legacy kwenye baadhi ya tamthilia ambazo ziliwahi kufanya vizuri Tanzania. Hiyo itabaki hivyo na haiwezi kubadilika. Kwa hiyo tu Watanzania waendelee kuzipokea kazi nyingine zinazokuja, na kama itatokea basi Kombolela inarudi, inshallah tutarudi kufanya kazi. Unaungana na watu ambao wanaamini Kombolela ni maisha halisi ya Watanzania, na ndio maana watu wamepokea kwenye ukubwa huu ambao mpaka umepata majina makubwa na imeenda viral sana. Sanaa ni kioo, inaakisi maisha yale ambayo yanatokea katika jamii. 99% ya maisha ambayo unaona kwenye Kombolela ni maisha yetu ya Kitanzania.
Kwa hiyo inawezekana ikawepo 100% ya kwamba kile ambacho kinatokea kwenye tamthilia ya Kombolela ndicho kinachotokea kwenye jamii ya Kitanzania, na ndio maana unaweza ukaona imekuwa ni msaada mkubwa wa kuweza kuisaidia Kombolela kuweza kufika kwenye mioyo ya Watanzania. Mimi nataka nikupe pongezi kwanza kama Shukrani kaka. sana. Shukrani sana. Tunaenda kuozesha siku sio nyingi. Dada yetu Amina anaolewa. Hongereni kwa wanakombolela. Lakini kuna namna watu wamekuwa wakiteka vibaya. Wanasema mbona kama wanakombolela wamemsusa. Wamemsusa siwa. Hawajaonekana kwenye baadhi ya sherehe zake. Pengine labda tuliweke sawa hili. Ili wasije wakahisi kwamba wanakombolela tayari mmeshakuwa mmemegeka, yani kuna ka upande fulani au wako huku au wako huku. Tuliweke sawa hili. Sidhani kama tunaweza tukaliweka sawa kwa sababu mimi sio mweka sawa, kwa maana ya kwamba haimaanishi kwamba kauli yangu inaweza ikawa ndio kauli ya mwisho. Okay. Lakini kikubwa kwa kuwa tuko kwenye usiku wa Kigamboni Awards, tuendelee kufurahia awards ambazo zinatolewa leo na tuwafurahie washindi ambao wanatolewa leo, alafu ikitokea tuko kwenye harusi ya dada yangu tunaweza tukayazungumza haya. Asante. Lakini kila kitu kiko sawa. Hakuna chochote kinachoendelea. Maandalizi yako sawa sana kuhusu Kigamboni Awards kuanzia sasa. Kwamba timu Kombolela mmeisusa muitaki kutokana anafanya shughuli nyingi. Niendelee kuwapongeza sana waandaaji wa Kigamboni Awards kwa sababu hiki walichokifanya kiukweli ni kitu kikubwa ambacho sio cha kukidogosha. Kwa hiyo watu wote ambao wako mbali na ambao hawako hapa, walioalikwa waendelee kusogea ili tuweze kujiangalia tuzo za Kigamboni Awards, tuweze kuwafurahia washindi wa leo katika tasnia yetu ya filamu. Sasa mimi naomba niulize moja la mwisho. Wewe kwa uzoefu wako umeangalia tasnia cha kiwanda cha burudani ama kiwanda cha entertainment kwa ujumla. Unahisi kwa nini hakujawahi kutengenezwa tena A list? Mara tusikia kuna B list au kuna C list. Unajua tu kwamba kuna A list ambao ni wale ambao tunawajua kina Woya, Ezekiel, kuna Mbusa labda kina Wema Sepetu au ambao tunawajua. Kwa nini hakujawahi kuwa na generation nyingine sasa unaona kina labda generation kina B list ama C list? Kwa nini hamjawahi kutengeneza tena mastaa kama wale? Sasa ukirudi kwenye masuala ya mastaa kwa upande wa wanawake, ili uwe star kuna namna ambavyo unapaswa utengeneze mizizi ili uweze kuwa star. Kwa hiyo ukiwazungumzia dada zetu ambao ni A-list au ambao umewataja kwa majina, walitengeneza mizizi ambayo imeweza kuwasaidia mpaka leo kuendelea kuonekana ni waigizaji wakubwa na ni watu ambao wana ushawishi mkubwa kwa jamii. Kwa hiyo mimi rai yangu, dada zetu waendelee kujifunza, yale mema wayachukue ili yaweze kuwasaidia na wao waweze kuwa wakubwa, yale mabaya yao wayaache pembeni. Itaweza kutusaidia kutengeneza generation nyingine nzuri ambayo baada ya miaka 10-15 tutakuwa tuna A-list nyingine, na sio kwa upande wa wanawake tu, hata kwa upande wa wanaume. Wewe umesema hakuna A-list, wewe sasa umesema, ila ushauri wangu mimi wewe sasa umesema, wewe sasa umesema mtangazaji, ila sio mimi. Kwa hiyo mimi ninachokiona ni kwamba kwa sisi vijana, ombi langu mimi, tuendelee kujishape na kujitengeneza ili tuweze kuacha legacy. Tusikae tu kila siku kushindana na kuona namna gani kwamba yupi bora nani sio bora. Tujaribu kukaa na kufikiria sasa tunaweza tukatengeneza vipi maisha yetu baada ya miaka 10-15 ili tuweze kuacha alama kwenye taifa letu la Tanzania. Unahisi kwamba wakina Zailisa unahisi wanaondoka kwenye hengo ile ya kina A-list ambao walikutoa kina Woya, mtu kama Baba Zailisa unaweza kuona kwenye industry ya kiwanda cha Bongo Movie? Kusema hivyo sasa mimi siwezi kutaja kwa majina, ila ninachoamini wapo wasanii wengi wa kike wazuri na ambao wana mwenendo mzuri. Kwa hiyo ni swala tu la kuwapa wao muda ili waweze kuonyesha kile walichonacho. Kwa hiyo ni swala tu la muda. Kwa hiyo naamini wako wengi. Inawezekana wewe umetaja huyo au utataja wawili au watatu, lakini wapo zaidi ya 15 mpaka 20 ambao wanafanya vizuri kwenye kiwanda cha filamu. Na sio lazima tupite kwenye njia ile waliopita wale A-list. Tunaweza tukapita kwenye njia nyingine ambayo ikawa ni njema na nzuri zaidi, ikawasaidia watu kuweza kuacha legacy kwenye jamii yetu ya Kitanzania. Shukrani sana na asante.